Machi 18 mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald Trump aliruhusu kuachiwa kwa takribani watu 800,000 za nyaraka zilizokuwa zimetunzwa kwa siri kuhusu mauaji ya Rais John Kennedy. Miongoni mwa nyaraka hizo ni kumbukumbu zinazomhusisha John Underhill, aliyekuwa afisa wa CIA ambaye akidai kuwa shirika hilo lilihusika katika mauaji ya JFK. Siku moja baada ya Kennedy kuuawa, Underhill aliondoka Washington kwa haraka na kufikia kwenye nyumba ya marafiki zake New Jersey akiwa na hofu kubwa. Alisema kuwa kundi dogo ndani ya CIA ndilo lililohusika na mauaji hayo na alihofia na maisha yake, akihisi huenda angelazimika kukimbilia nchi nyingine kwa usalama wake. Hata hivyo, miezi 6 baadaye, Underhill alikutwa amekufa kwa risasi nyumbani kwake huko Washington. Mamlaka zilihitimisha kuwa alijua, lakini hali ya kifo chake imeendelea kuzua maswali mengi na kuweka mijadala mizito kwenye mitandao ya kijamii na kote duniani. Nyaraka zilizotolewa pia zilionyesha mawasiliano ya CIA kuhusu vitisho na usalama, mjadala wa kuficha baadhi ya taarifa nyeti, hasa zinazohusiana na Israeli. Kifo cha Underhill kinaongeza uzito kwenye nadharia za njama kuhusu nani aliyekuwa nyuma ya mauaji ya JFK. Hili linazidi kuibua maswali mapya kuhusu historia ya CIA na mauaji ya rais wa 65 wa Marekani. Je, kutolewa kwa nyaraka hizi kutaweka wazi ukweli wote? Ni maoni yako pia yanahitajika kwenye hii issue ambayo inahusiana na siri za mauaji ya JFK na kifo cha utata cha afisa wa CIA. Msanuaji kama kawaida ni Chris Junior ambaye anakwenda kupatia hizi info za kiburudani kutokea nyumbani Tanzania. Bana Bongo Land. By the way, hapa ni Chris Media 24. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa, kisha na subscribe na una enjoy, kwa sababu we got a minute hits, we got a minute history, we got a minute kila kitu macho kipo vizuri, so keep enjoying.